ameongea vizuri sana. Akasema tumepoteza mechi kweli, kuna malalamiko anasema eti kwa sababu ya nilipanga wa viungo, tulipanga wa mastrika, matokeo yake tukapoteza. Yeye anaamini kwamba kwenye mechi zifuatazo watafanya vizuri. Kwa hiyo amsikize kocha, yeye ndiye anayejua. Kwa meneja alizungumza vizuri. Naomba tuame sasa hapo tuje kwenye timu yako ya Yanga African. Imekuwa kama surprise kwao baada ya kupata matokeo chanya katika uwanja wa Amani Complex. Mara ya mwisho kumekuwa kuna historia tofauti, lakini kwa Yanga imekuwa ni nzuri pale. Unafikiri ni nini Yanga walifanikiwa zaidi kwenye ule mchezo mpaka wakaweza kupata ushindi na wachezaji kubadilika, viwango vyao vikawa vya hali ya juu? Kwanza nikwambie, hii timu iende ifanye vizuri, ndio unatakiwa kuwe na utulivu ndani ya klabu. Yanga imekuwa na utulivu mkubwa kwa viongozi, kwa wazee wa Yanga, wanachama wa Yanga, washabiki wa Yanga, benchi la ufundi la Yanga. Yanga yote ile kuna utulivu, hakuna makundi. Timu imesimama kwenye utulivu mzuri na mmoja kwa umoja. Yanga wana umoja sana. Hiyo pointi ya kwanza. Pointi ya pili, Yanga wameweka historia. Wameweka historia kwenye makundi, kushinda mechi ya kwanza ya nyumbani. Huwa tukiingiaga sisi huwa tunafungwa, tunatoka droni, tunapoteza kwenye mechi za mwanzo kwenye makundi, inatulia vigumu sana. Kwa hiyo kwanza Yanga imetengeneza historia. Tatu, hawa Yanga wana mpango mkakati, yani strategic plan yao. Kama umemsikia Engineer Hersi alisema nia ya Yanga ni kucheza makundi kwa ubora zaidi. Tukivuka makundi, kitachoendelea mbele ndicho kitachukua huko mbele. Lakini sisi tucheze kwanza makundi, tupate uzoefu kwenye makundi, na sisi tumeanza vizuri kwenye makundi. Mtaona Yanga wana jicho la kuona mbali. Alipokuja kocha wa kwanza wa Yanga, huyu Force, washabiki na wanachama walikuwa 100% walikuwa wengi hawakubali. Wanaona ule mpira wao unaochezwa sio waliozoea zaidi ya miaka 3 miwili. Walikuwa wanacheza mpira wa Diamond, mpira wa Nabi, mpira wa Mirudi waliopita. Makocha wengi waliopita pale wafanya mafanikio. Sasa ule mpira kusema kweli ulipoteana kwa sababu ulikuwa pale katikati, viungo vilikuwa vielewani. Watu wanapoteza pasi, tunashambuliwa, tukashinda kwa papatu sana. Lakini benchi la ufundi viongozi wa Yanga chini ya kamati ya utendaji ya Yanga pamoja na Engineer Hersi wenyewe wakakata tamaa. Wakatafuta kocha. Huyu kocha Mleno nasikia. Ndio. Mleno mtoto kocha Petro. Na kweli tumeona mechi za ligi alipocheza bado Yanga ilikuwa inasuasua, lakini kwenye mechi ya klabu bingwa waliocheza siku ya Jumamosi, mpira wa Yanga umeanza kurudi. Ule mpira ambao tuliozoea, watu wanaonana, pasi zinafika hadi weki, ile solidarity ndani ya mshikamano wa pamoja ndani ya kiwanja, kila kitu na benchi la ufundi, yani wamecheza mpira uwezo kamili. Ule mpira mimi nimeukumbuka, mpira wakati tunacheza Diamond, wanacheza mpira na mpira. Na huyu kocha amekuja kwa muda mchache. Mimi naamini huyu kocha kwa kipindi hichi ambacho tuko kwenye wiki hii tunaenda Algeria kwenda kucheza. Kama tutapata mafanikio, na mimi naamini tutapata mafanikio. Aidha kuwafunga hata kutoa drone. Kwa sababu kule ugenini, lakini naamini tutawafunga. Hata tukipata drone, tutakuwa huu ni mpango mzuri. Yanga itakuwa imejipanga vizuri sana. Kwa sababu huu mpira ulipotea muda mrefu sana. Lakini leo tumeona mafanikio makubwa. Ndio katika muda mfupi, ndani ya wiki moja wiki mbili, kocha amefanya mambo makubwa. Wana Yanga tunaisupport timu yetu, tunaendelea kuiombea timu yetu, tunaombea kwa viongozi wetu mshikamano udumishwe, ili sisi kwenye hii group stage tupite. Tukiwa wa kwanza itakuwa beta zaidi, tukiwa wa pili angalau tushiriki kwenye robo final. Mimi nimeona mwanzoni nilikatia tamaa baada tulivyopangiwa kwenye makundi. Tulivyopangiwa kwa draw ya CAF ilivyotangazwa, tulivyoambiwa tutacheza na Waarabu watatu na sisi ndio Waswahili. Kwa kweli ilitupa hofu. Tukaamini kwanza kufala Abadi, ucheze na Hali, ucheze na JS Kabili, wale wote ni wakali.
Tukajiuliza, lakini viongozi wa Yanga pamoja na wachezaji kuvunjika moyo. Na ndio maana unakuta hata Mdafiri Yaya alipotoa ile assist na Dube aliposhinda, alikimbilia kwenye jukwaa. Alituambia kwamba yeye alizamishwa kucheza ile mechi akiwa mgonjwa. Aliambiwa lazima ucheze. Angalia kiongozi alipokuwa na maono. Alijua uwezo wa Mdafiri ukoje. Ndio maana rais mwenyewe si kocha. Akaambia wewe lazima utacheza. Lazima utacheza muda. Na kweli muda amecheza na amefanya kile alichokifanya. Matokeo ndio kumshukuru rais kwa umenipanga na timu imepata mafanikio. Na wale jamaa ndani ya dakika tuliwafunga wale goli ile. Dakika zilikuwa nyingi za kurudisha lakini walishindwa. Tulicheza kwa kuelewana mpaka mpira tumemaliza. Na hata ukiona sababu alizofanya kocha wa Yanga, yani sababu zinapendeza. Kabisa walioingia walikuwa moto. Sio wale vijana wale waliotoka kina hata au kina Kante wamefanya vizuri. Au si wamefanya ulinzi mzuri, wamekamata kati, tumefanikiwa. Kwa hiyo sisi tunachosema Yanga daima mbele. Tunaiombea sana Yanga, tunaombea viongozi wetu washikamane hivyo. Na sisi tuko nyuma yao. Tunawasupport 100%. Kwa sababu sisi tunaonekana haya mashindano hatuyawezi. Lakini mimi naamini Yanga imesajili wachezaji wazuri. Hata huyo Fozi alipoondoka alishindwa kuwatumia. Na ndio maana unakuta pale Simba wanapata changamoto. Si ajabu kocha anapoona kwenye mazoezi pale anashindwa kuwatumia baadhi ya wachezaji. Yule Soa wenyewe wanamuona ndio mchezaji mzuri. Au si? Lakini kocha kwenye kiwanja anamuona hata bado. Sasa kama alikuwa ameweka mtego, kipindi cha pili ndio ingia wafanye vitu. Lakini watu wa Simba walikuwa jifunze walipocheza kule na JKT. Walipopanga kile kikosi cha kwanza ilikuwa shida. Walipoingiza kina Soa wakapata matokeo. Lakini aliona ugumu wa kuichezesha ile timu bila maslahi mbele. Lakini hiyo ni mpango wa kocha. Mimi sio kocha. Ni mpango yake na alichokuwa anafanya anajua cha kufanya. Na ndio maana mwisho alisema hivi, tutafuzu kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo mimi kwenye Yanga sina mashaka. Madamu tumefungua kwa nguvu nzuri, tunaamini Mungu atatupambania kwa sababu tumesajili wachezaji wazuri. Tunawalipa wachezaji vizuri, wanapata motisha vizuri, wanaenjoy kila kitu vizuri. Jana tumepata goli la mama milioni 10 zimeingia kwenye mfuko. Tunasubiri tusonge mbele tutakokwenda Algeria. Na lakini kuna tukio ambalo tata sana ambalo lilitokea, lile goli watu wanasema ni offside, na kwa marudio ya picha inadhihirika kwamba ni kweli ile goli ni ilikuwa watu wapo onside. Ile goli yule mtu aliyoshinda alikuwa ni onside. Bendera ikasimama, watu wakasema Yanga ushindi wao umebebwa. Unafikiri sasa kwa namna vile marefa hata wakafu pia kuna namna upanga matokeo? Kwanza mimi siamini mtu ulishauriwa kuwa refa wa CAF unaweza ukafanya vitu vya kipumbavu kama vile. Lakini hatuwezi kusema inawezekana binadamu kushika kibendera na binadamu kwenye mtazamo wako akaona vile akasema labda sio goli, akaona lile sio goli halali jamani si. Lakini sio tukio la kwanza kwenye mashindano ya CAF kutokea. Mtakumbuka Yanga ilipokuwa inashiriki yale mashindano ya shirikisho. Shirikisho sio au klabu bingwa kule South Africa. Nakumbuka Azizikia alipiga kitu kikaingia ndani dhidi ya Mamelodi. Lakini refa alikataa. Akasema ile goli. Mpaka Musepe rais wa CAF alithibitisha alipokuja Zanzibar. Akasema lile lilikuwa clear goal. Yaani lilikuwa goli halali. Sasa hayo ni mambo labda yanawezekana kibinadamu. Lakini katika utani zetu wa jadi hapa wa Simba na Yanga wanatumia fursa hiyo. Wanaenda kusema labda Yanga imetumia mbinu za mgongoni kwa sababu Engineer Hersi ni kiongozi kule CAF. Ni vitu vya kitoto. Yanga walikosa ushindi ule kile Engineer Hersi alikuwa huko CAF. Si alikuwa kiongozi huko. Lakini tulifungwa. Tulikubali goli letu lilikataliwa. Tuliumia lakini haikutusaidia. Sasa hayo mambo ya referee wamekosea au wamefanya mistake. Na hiyo yanatokea kwa manufaa ya Tanzania. Basi nzuri yule katoka nje. Na sijui kama waleka assistance video haikuwepo mashindano yangekuwepo. Labda ingekuwepo ile ingeamua kusema jamani goli au sio goli. Lakini kwa kuwa referee mwenye kibendera kaamua sio goli. Sisi hatuwezi kukujaji. Yeye ndio alikuwa kwenye field
ameona lile sio goli. Kwa hiyo haya matatizo yanatokea pande watu wote. Yanga washakufanywa hivyo, Simba wenyewe washakufanywa hivyo. Yaani hivi ni vitu vya kawaida. Leo ukija kuoji kwa ajili ya Yanga labda amebeba. Nimeona kuna Mwarabu mmoja wa Simba akawa amesimama kidedea anasema hii ni mipango inapangwa. Hii ni mipango inapangwa. Sasa mnatengeneza maneno kama ya kirushwa kama sisi nchi yetu ni hodari sana kutoa rushwa. Kitu ambacho vitu vingine hakuna. Kama tungefungwa sisi lingekataliwa. Na sisi tungeweza kusema hivi labda wamepewa rushwa wale wakafu. Mimi siamini kama eti Yanga wametengeneza mazingira wawape rushwa wasifunge. Sio kweli. Ni mpira, marefari waamuzi wameona sio goli, wamesema sio goli, tusonge mbele. Hayo mengine sio ya kuyabeba. Mpira ukishaamliwa kama sio goli au limeamliwa ni goli, ni kusonga mbele. Tupambane. Kuna fursa nyingine ya mechi ya kurudiana kati ya Yanga na wale Farabat. Tukija rudiana wakatafute goli lao lile ambalo walikosa pale uwanja wa Taifa. Naam, una kitu gani cha kumalizia kwa hivi vitu vilivyozungumzwa? Mimi cha kumalizia niseme bado timu za Tanzania zina fursa. Azam wana fursa, Singida Black Stars wana fursa, Yanga bado wana fursa kubwa ya kuongeza matumaini na Simba wana fursa. Na isitoshe Yanga wana kocha mzuri, Simba wana kocha wana meneja mzuri, Singida wana kocha Gamoni, kocha wa timu ya taifa sasa hivi ni kocha mzuri, na wana kocha wa kimataifa kule Azam Ibenge. Kwa hiyo mimi niwaambie mashabiki wa hizo timu na hata viongozi wa hizo timu wawajengee motisha wachezaji wao. Kabisa. Haya mashindano yanataka motisha ili wachezaji wajitume. Mimi naamini wa Azam uwezo wanao, Singida wanao, Simba wanao na Yanga wanao. Kuzipa motisha hizo timu. Raundi ya pili itakapokuja, mimi na hakika watafanya vizuri. Wasibweteke, wasiende na mahali ya kukaribu. Kama ndugu zangu wa Simba wakienda na mfumo wa kumkataa kocha. Kwa sababu inaweza kaenda kule West Africa wakapigwa tena goli na wale Stade Malini, matokeo yake kaanza kupandisha moto zaidi. Watulie. Wao wanajisifu ni bora siku zote, watulie na ubora wao, na haya mashindano wao wazoefu Simba, basi waendelee na kutumaini kwamba wao ni wazoefu, watavuka kwenye hiyo hatua. Mchezaji, kabla ya kumaliza, jana mara baada ya mchezo wa Simba, mashabiki wa Simba walilalamika sana kwamba yule Elie Mpanzu atatumika na upande wa pili, kwamba haiwezekani anapata nafasi na anashindwa kuzitumia, lakini Elie Mpanzu sio yule ambaye walimuona kipindi kile. Lakini pia wakaenda mbali na kusema kwamba Engineer Hersi Said anatumika kwa sababu ya ule uongozi alionao kutoka FIFA. Ni kweli wewe unakubaliana na maneno waliyozungumza mashabiki wa Simba kwamba hawa watu wanatumika kuhujumu Simba na isiweze kufanya vizuri? Mimi nafikiri kwanza ukiangalia sura ya Engineer Hersi, ukiangalia kwa kutathmini, si tuliosoma psychology, kweli unaweza ukasema yule anadili na yule ili asifanye vizuri Simba, kwa sababu kwa level ya Elie Mpanzu Yanga pale hapati namba. Yanga sasa hivi pale hapati namba. Kwa wale wachezaji ambao wamesajiliwa, yule hapati namba. Hapati namba kabisa. Kama Dombi amekaa nje, Kante anakaa nje. Wale wengine wale walikopo bado wazao kina Farid Musa wanakaa nje. Ni wachezaji wazuri. Tukaangalie na Mpanzu. Of course inawezekana Yanga walimtaka Mpanzu akaamua kuipenda Simba, kaendelea Simba. Yaani wamshawishi kwamba wewe ukipangwa usifanye kile na kile. Haiwezekana. Mpanzu akifanya vizuri kwa sababu naye anatafuta jina, angewafunga wale angetafuta jina. Hayo ni maneno ya hisia ya washabiki wa Simba. Wanasema Mpanzu moyo wake uko Yanga, kiwiliwili kiko Simba. Sio kweli. Sio kweli kabisa. Yaani wao wasimhusishe Engineer Hersi na kushindwa kwao kwa mechi ya jana. Wasimhusishe kabisa. Kwa sababu gani? Wao jinsi wanavyomlea Mpanzu ndivyo wanavyokuwa kwenye maisha. Hatujui Simba wanamlea vipi. Kwa sababu sisi wachezaji wetu tunawalea vizuri, wanapata. Muangalie Mohamed Hussein. Simba walisema hivi, Mohamed Hussein alikuwa sehemu ya pandikizi letu. Na ndio maana akaamua kuja Yanga. Mohamed Hussein kisa kwa sababu familia yake kina Zingwe walicheza Yanga. Wanazungumza ya maneno. Hivyo unaweza kuamini Mohamed Hussein aliochezea Simba zaidi ya miaka 12 na ameshiriki mafanikio yote ya Simba kucheza robo finali zote. Mohamed Hussein alicheza.
leo wakisema hivi eti Engineer Hersi anatumika, yule Engineer Hersi sio kumtaja taja, yule ni kiongozi kwenye mpira barani Afrika na Ulaya, ana heshima yake, ni kiongozi kwenye FIFA, ni kiongozi kwenye CAF. Kwa hiyo anamtetei yake, haonekani kama mtu mmoja corrupt. Sio corrupt yule mtu, wasimwalibie sifa yake yule kijana, ana heshima zake. Washapitu kwenye CAF kukina Babla washafanya kazi hizo, washafanya mambo haya. Yanga ilikuwa inashindwa, tuseme tulikuwa tunashindwa kufika hata makundi au kucheza hata robo, kina Babla walikuwa wanachangia sisi kutumiza. Sio kweli, sio kweli. Hayo ni maneno ya hisia, na maneno hayo mara nyingi yanazungumzwa na watu ambao hawakwenda shule. Kama umekwenda shule, unamuingizaje Engineer Hersi ambaye yeye anahangaika na Yanga yake hajapata mafanikio, akahangaika na Simba? Engineer Hersi ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Maana yake hata Simba ni wa kwake, Yanga ni wa kwake, Azam ni wa kwake, Tukuyu Stars ni wa kwake, wote ni wa kwake, mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Alafu karibu heshima yake kwa kufanya corruption kwa ajili eti nani. Hivyo Engineer Hersi kama kweli akiamua chini ya GSM amtake Mpanzu anashukuriwa tu dakika. Yanga hakuweka nguvu sana kwa Mpanzu. Hakuweka nguvu, na hata hivyo nikwambia Mpanzu hawezi kupata namba sasa hivi. Kama kina Dombia wanakaa benchi, wanaingia vipindi vya pili. Kina nani sijui wale kina Kante, kina nani wale kina Boheri wanakaa nje, wanaingia vipindi cha pili. Leo tukamzungumzie Mpanzu ambaye anaikibia hata goli aliona. Kwa nini Mpanzu sisi? Mpanzu goli tulimtaka na tungepata hasara, kwa sababu tushatakaga wachezaji wa Simba mara nyingi kwa design hii. Hawajatupa mafanikio. Tulimchukua Gamkude akacheza kiasi fulani, tukaambiwa tukajetupa mafanikio. Tukamchukua Chama, walisema tupa mafanikio. Lakini si Chama alitupa mafanikio kwa sababu tulishiriki mashindano ya kimataifa, tulifanya vile, tumechukua vikombe 5 mwaka uliopita, Chama akiwemo na kina Mkude akiwemo. Haya ni mafanikio. Sasa wao wasifikirie kama wanataka kumfukuza Mpanzu, wamfukuze kwa taratibu zao, lakini sio kwa kigezo cha kumtumia Engineer Hersi. Sio sawa. Shukrani.